Mtazamaji kumbuka, tunazungumza na gavana aliyekuwa gavana wa kwanza, tukapata gavana wa pili na tukapata gavana wa tatu. Baada ya uchaguzi wa tatu tukapata gavana Andrew Mwadime. Mapema mwaka wa 2022, baadaye kuelekea mwaka 2023 tulisikia kwamba mmekaa pamoja mkaweza kuzungumza mkashauriana. Pengine ni kipi kile ambacho ulimshauri Mheshimiwa Mwadime na kama kimefanyika ama mambo yako vipi kwa sasa? No, asante. Ukweli kabisa ni kwamba hakuna siku tumeketi na ajenda ya kupatiana ushauri. Lakini mara kwa mara kuna mambo mengine tutafanya pamoja. Na kama tulivyogusia pale nyuma, mimi natambua kwamba mtu ambaye anafanya maamuzi kwamba ni nani atafaulu na nani hatafaulu, sio wale wagombea, ni mwananchi. Sasa wagombea wote, kila mtu kura yake ni moja. Wakujaa kura yake ilikuwa ni moja, yangu ni moja, wale wengine ni moja. Sasa ikiwa aliweza kupata nyingi, sioni kwa nini mwekee kiburi, na ilikuwa sio kama yeye angekuwa na nyingi zaidi kuliko mimi, yani mfukoni yeye ana kura nyingi kuliko mimi, ningekuwa na sababu ya kumfanyia kiburi. Lakini hicho kiburi mimi sina, nakubali maamuzi ya mwananchi, kwamba mwananchi amefanya hayo maamuzi, na pia mimi bado ni mwananchi wa kaunti hii. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho tunaweza kusaidiana, bado nitazidi kufanya mchango wangu kama mwananchi wa kaunti hii. Mfano kama kuna kitu ambacho hapa tunasukuma, mimi kama mtu binafsi na Wakujaa kama gavana na timu yake, kuna swala la mtambo wa kukausha mahindi na mchele Wakuja Taveta ambao tuliusukuma, wakati huo ukawekwa Voi, na sasa unatakana uje Taveta, na tunalisukuma na matumaini kwamba kwa kushikana huko, huo mtambo utaweza kufanya kazi. Kwa hiyo ukweli kabisa ndio huo, kwamba hatukuketi kwamba kusema kwamba nimpatie ushauri. Kwanza ye mwenyewe pia ni mtu, ni mzoefu, amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, kwa hiyo anajua namna ya kujipanga. Lakini mara kwa mara tunaongea bila kiburi. Wakati mwingine pia kuna mambo mengine yanafanyika na hayanipendezi, na huwa siogopi kusema kwamba hili jamani, mimi sioni, nashindwa kulielewa. Mfano kama nilipoenda Kasigau na Marungu, tulienda kuwaelezea kuhusu swala la shirika la AFC. Nikifika kule wananchi wananiomba mbegu. Sasa nikauliza, sasa inakuwaje jamani mambo ya mbegu? 2013 mpaka 2017 tulikuwa tunatoa mbegu kila msimu wa mvua, mbegu za mahindi, za maharage na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikashauri wale MCAs pale warudi huko, waende wapange na gavana namna ya kupatia wananchi mbegu. Kwa hiyo mimi ukosefu wa mbegu hata mimi nilishangaa sana. Kwa hiyo kuna mambo mengine tuna mtazamo tofauti, lakini pia kuna mengine tunaelewana. Mtazamo wake na wangu inakuwa ni sawa na tunashika njia moja. Unaendana na ile kauli yake ya kusema kwamba uongozi ni kuongozana. Basi kama waona hivyo basi ni sawa. Asante mheshimiwa, pengine tukimaliza hapo kwa leo, lakini tutazidi kukutafuta.